Hili jambo siku zote wananchi wamekuwa wakitamani kuliona likitokea ndani ya timu yao, na kwa jinsi ambavyo dalili zinaonyesha, pengine wakati huu unaweza kuwa wakati wa furaha zaidi ndani ya klabu yao. Dalili zinaonyesha hiki kitu ambacho wamekuwa kikitamani kwa muda mrefu basi zinaweza zikatimia. Je, ni kitu gani hicho ambacho wamekuwa kikitamani? Mimi Alois Sagara pamoja na Florence Renatus tumeketi hapa na tutakujuza juu ya taarifa hiyo ambayo ni nzuri na nzito zaidi ambayo inaendelea ndani ya klabu ya Yanga. Taarifa njema zaidi nayotamani pia ni kujuza hivi sasa inatoka Yasi wakishirikiana kwa karibu zaidi na Data Sports, wanakuletea ruta zenye kasi ya 5G kwa shilingi 2,500 unajipatia ruta yako, lakini pia unalipia kifurushi kuanzia 70,000 na kuendelea. Ziko package mbalimbali kulingana na matumizi yako bwana. Kama unahitaji ruta hii, namba ya simu zinapita hapo chini, tupigie tuweze kukukabidhi. Lakini pia unaweza kufika hapa maeneo ya Ubungo Exeno zilizoko ofisi za Data Sports tukakukabidhi ruta safi kutoka Yasi, ruta zenye kasi ya 5G. Na ukichukua ruta hii bwana, unaweza pia kuwaunganisha watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja, wote wakaweza kuenjoy kasi isiyokuwa na shida yoyote. Florence Renatus, hili jina ambalo tunakwenda kuliangazia imekuwa likitajwa zaidi ndani ya klabu ya Yanga, wanachama na mashabiki wao na hata wadau wa soka, kutokana na kipaji ambacho huyu mchezaji yuko nacho na uzoefu wake kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu timu anayoitumikia ni timu ambayo kila mwaka inakuwa inashiriki michuano hiyo, na jina lenyewe ni Jean-Claude Girimugisha, raia wa Burundi, kijana aliyezaliwa mwaka 2004 na hivi sasa ana umri wa miaka 21. Hili jina la Girimugisha limeanza kutajwa tangu msimu jana. Mimi nalisikia kwenye dirisha kubwa kwamba huyu klabu ya Yanga kuna kiasi cha pesa, kuna mazungumzo yameanza kufanyika, lakini mwisho wa siku dili hali kufanikiwa. Msimu huu pia tayari tetesi hizo zipo na kuna kila dalili Girimugisha anaweza akajiunga na klabu ya Yanga, ila kitu ambacho mimi binafsi kuna uwezekano wa Girimugisha kujiunga na klabu ya Yanga. Yes, ndio sawa, kuna uwezekano. Yes. Hiyo neno ndio la kuzingatia zaidi. Mimi nikitazama dili hili Florence, kuna vitu viwili ambavyo navizingatia na pengine inaweza kuona pia inaweza kuwa obstacle au kikwazo Yanga kukamilisha. Ndio maana tunaweka neno uwezekano, ni probability. Kitu cha kwanza ni umri wake, miaka 21. Ina maana thamani yake lazima itakuwa juu ukichagiza na performance yake kiwanjani. Jambo la pili ni mkataba ambao aliusaini ndani ya klabu yake ya Al Hilal ya Omdurman. Mwaka jana mwezi wa 7 alisaini mkataba wa miaka 4 aliongeza, ambao unamfanya kuitumikia timu hiyo hadi mwaka 2029. Kwa hiyo umri wake pamoja na mkataba wake, kwa maana contract plus age factor, sijui unaelewa, umri na mkataba ndio vitu ambavyo pengine vinaweza kuniaminisha kwamba hili deal linaweza kuwa gumu zaidi. Value yake au thamani yake inatajwa kuwa kati ya bilioni 7 hadi bilioni 10. Hili linakwenda kutokea ndani ya Yanga kwa kiasi hiki kwanza cha pesa. Pesa nyingi. Pesa nyingi sana. Yaani hiyo bajeti ya timu zingine kabisa za ligi kuu. Sidhani hata kama wanaweza kuwa wanafika hiyo bei. Nyingine hata bia zifiki Florence. Bia zifiki. Yes. Sasa hapo umezungumzia moja ya kitu kizuri sana kwenye mpira wa miguu, ila umesahau jambo moja kwamba mtu kujiunga na timu yako pia kunakuwa na interest zake binafsi. Yaani kama mfano Bruno aliwekewa shingapi na Waarabu aende, pesa ndefu sana si ndio, ambayo ingeweza kumngoa yani mara 3 hata kile ambacho anakipokea pale kwenye Manchester United. Lakini juzi alikuwa anafanya mahojiano akasema sababu ya kukataa zile fedha ni kwa sababu bado ana vitu vya kuendelea hajatimiza malengo yake Manchester United. Sio, unanielewa vizuri? Maana yake automatic Bruno ana mapenzi na Manchester United. Sio, unanielewa? Kwa hiyo kuna baadhi ya players ni rahisi sana kuwachomoa kutoka katika klabu moja kumleta kwenye klabu yako. Ni sio kwa sababu ya kwamba una fedha nyingi, ni kwa sababu tu ya mchezaji yeye mwenyewe ana mapenzi na hiyo timu ambayo anaenda kuichezea. Sio, unanielewa? Lakini kingine inawezekana fedha ndio ikawa inafanya kazi, lakini pia inawezekana issue pia fan base. Nishawahi kukwambia hichi kitu, lakini pia inawezekana issue ya possibility ya mimi kumaliza msimu nikapata medali ipo. Mfano ulipata story kuhusiana na Faisal, wakawa wanaelezea kidogo, wanasema kwamba hana dalili za kuongeza tena mkataba kwenye kosi cha Azam FC. Sina ile. Yaani sio kwamba Azam hawana fedha ya kumlipa fee, yani hata mara 2 ambako anakotaka kwenda wanaweza akamlipa. Lakini at the end of the day, yani kama mchezaji anaangalia anasema no,
natakiwa sasa hivi nikatafute kitu kingine kwenye mpira wa miguu. Sawa kwa hiyo nitafute fan base, nitafute medali au niendelee kutafuta fedha. Kwa Giri Mugisha 21 years ni mchezaji ambaye yupo kwenye umri wa kutafuta mataji. Sawa yupo kwenye umri pia wa kutafuta pesa kwa wakati mmoja. Yupo kwenye umri pia wa kutafuta fan base. Kwa hiyo ni swala yeye sasa kuangalia klabu gani ambayo naweza nikaenda nikapata hicho kitu kwa wakati mmoja, nikapata fedha, nikapata mataji au nikapata fan base. Au ninaweza nikaenda sehemu ambayo nikapata fedha tu, nikakosa fan base kubwa au nikakosa pia mataji, lakini naweka mpaka miaka 23 nitakuwa sehemu gani? Unaelewa vizuri? Sasa hayo mengine ni ya kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu hujui ndani ya miaka 3 ambao umeenda kusaini kwenye hiyo timu nini ambacho kitatokea. Unaweza kuweka fedha nyingi sana lakini usiwe na impact yoyote ile kwenye timu kulingana na aina ya uchezaji ambao utaenda kuonyesha kwenye hiyo ligi. Kwa hiyo sometimes unaangalia wapi ambako kuna urahisi wa kuendelea kunifanya jina langu mimi liendelee kutamkika vizuri. Unaangalia, unaweza ukasema sawa, kuna timu za Uarabuni zimeweka B. Lakini ukitazama hii Young Africans kwanza ina mashabiki wengi, lakini pia maana fan base yake ni kubwa. Lakini pia fedha ipo ambayo wameweka ni nzuri, inaweza inanikidhi mimi kama mchezaji. Lakini pia natazama ni klabu ambayo siwezi kumaliza msimu sijavaa medali. Lakini pia nina uhakika wa jina langu kukua zaidi ya vile ambavyo niko huku. That's why ulimuona Stefano Aziz Ki alikuja Tanzania kwa na followers sio 80 na ngapi. Sawa Lakini ameondoka Tanzania na followers milioni wa kutosha. Si unaelewa vizuri? Fiston Mayele wakina Jezi Moloko wakina Bazon Kiza sio kina yani fan base kubwa amekuja kuipata huku. Ma followers wa kutosha amekuja kuwapata Tanzania. Kwa hiyo mchezaji anaangalia tu bwana it's better niende kwenye hii klabu. Napata fan base, pesa ipo ni nzuri, lakini pia na uhakika wa kumaliza msimu nimevaa medali. Sawa Paso. Florence, tukitazamia kwa mfano msimu jana akiwa na Al Hilal Omdurman amehusika kwenye jumla mabao 23. Huyu Giri Mugisha kwenye michezo ya mashindano yote alifunga mabao 12 akatoa assist 11. Na msimu huu kwenye ligi ya mabingwa akiwa na Al Hilal Omdurman alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao performance yao ilikuwa ya juu sana. Japo kuna wakati alipata kufungiwa au kusimamishwa kutokana na utovu wa nidhamu kwenye michezo takriban 3. Sio, unaelewa? Japo hiyo haiondoi ubora wake kwa Giri Mugisha. Tukitazamia nafasi anayocheza, huyu ni winga anayecheza na upande wa kulia kwa maana ya right wing, lakini pia anaweza kucheza left wing kwa maana ya winga wa upande wa kushoto. Ukitazama ndani ya Yanga kwa mfano tu wachezaji ambao wanatokea upande wa kulia ambao wamekuwa wakitumika mara kadhaa kwenye eneo hilo, tunamzungumzia Maxim Pia Nzengeli, anaweza kucheza kama winga wa kulia kwa maana ya nambari 7. Kuna Alan Okello Starboy anaweza akatumika kwenye eneo hilo. Una Buba Jammeh ambaye pia anaweza kutumika kwenye wings zote mbili, left pamoja na right wing. Hebu kumtaja Buba. Yes, ni mchezaji wa klabu ya Yanga. Sasa anatajwa pia Giri Mugisha. Obviously, nikitazama hapo, endapo dili litafanikiwa kama tulivyosema, endapo dili litafanikiwa, nadhani Buba Jammeh hawatamwangalia kwa jicho la pili. Buba ni mchezaji ambaye hata asipompata Giri Mugisha natakiwa tuondoke. Sasa nadhani Buba Jammeh nafasi yake kwa tarini zaidi. Sawa, labda nikwambie kitu kimoja. Yaani Young Africans huu ni moja msimu ambao wanatakiwa kung'ata meno sana. Yaani kuuma pasipo kuangalia. Unajua ile unammaliza mtu pasipo kumtazama. Ni this season baada ya kuisha. Yaani kuna majina ya wachezaji ambao unawaambia thanks for everything. Yaani unakata jina la Buba Jammeh huku unatabasamu. Yaani sio hata kutabasamu. Yaani ni moja msimu ambao wakimaliza msimu kama Mwenyezi Mungu akiwajalia wakapata wanachokihitaji. Basi wanatakiwa kupitisha tunasema panga yaani panga la kutosha. Kwa baadhi ya players ambao wapo kwenye kikosi chenu ambao impact yao imekuwa ndogo. Yaani moja ya kitu ambacho labda wachezaji kutoka nje hawajui. Ukisajiliwa kwenye ligi yetu ya Tanzania, hopes zinakuwa nyingi sana kutoka kwako. Tofauti na mchezaji ambaye amesajiliwa kutoka Namungo au TRA United kama alivyo Emmanuel Samuel Mwanengo. Unanielewa? Watu hawatarajii makubwa kwa huyo mchezaji ambaye amesajiliwa kutoka timu ya hapa ndani. Ila watu tunaamini wachezaji ambao wanasajiliwa kutoka nje wanakuwa na uwezo mzuri sana. Kwa hiyo kama atakuja na perform, there is no need for us kuendelea kumtazama kwenye television. Ndio pale utasikia zile comparison kwamba kwa mfano Buba Jammeh amekuja ndani ya Yanga, lakini ndani ya Yanga kuna kina Buba Jammeh. Nani ameshamzungumza vibaya Emmanuel Samuel Mwanengo? Nani kamzungumza sana vibaya? Hamna, si ndio? Kwa sababu ni mchezaji ambaye hamna alikuwa anatumaini kwamba anaweza akafika kawa na impact. Wonders. Ni kitu ambacho watu wanakitazama, ndicho ambacho watu pengine walikuwa wanakifikiria. Lakini kwa wachezaji wengine yani
kutoka nje, bwana yule ni winga na speed sio nini, alishacheza timu fulani sio nini, then ukifika ukashindwa kucheza, ni bora tu tupishe kwa sababu kukujaji haiwezi muda mrefu. Yes, Kwa hiyo kwa ambacho umekizungumza kuhusu Giri Mugisha, of course Young Africans msimu ujao nadhani watakuwa na maeneo mengi sana kufanyia kazi. Eneo la winga of course Maxi Zengeli anahitajika kupata msaidizi. Eneo la Piodo Pacome of course anatakiwa kupata mchezaji mwingine. Kule upo Mzize kule. Yuko Mzize. Eneo la katikati ya uwanja bado unatakiwa kuwa na wachezaji, mfano eneo la kiungo unatakiwa kupata wachezaji wengine. Of course una attacking midfielders kama Juke na Mudathiri, no doubt na wachezaji wazuri, lakini pia unaweza kupata mchezaji mwingine ambaye ni mzao, unaweza kawa naye. Eneo la ulinzi center back unatakiwa kupata wachezaji wengine. Labda eneo la fullback ndio unaweza ukasema huko hamna changamoto yoyote, labda tutaleta zile backups kwa ajili ya games ambazo unaweza kuwa unawapumzisha wale wachezaji wako ambao ni elite, unawaingiza wale wengine unawapa nafasi. Sasa Giri Mugisha, moja kitu ambacho umekizungumzia hapo, Giri Mugisha anaweza akacheza left and right. Yani anaweza akacheza versatile, anacheza left and right. The good thing from Giri Mugisha ni kwamba akiingia upande wa kushoto juu atatumia kulia kukuattack. Akiingia upande wa kulia juu atatumia kushoto kukuattack, right? Kwa hiyo ni moja mchezaji ambaye tunasema kwenye position huwa tunasema ni position fluidity. Yaani ni mzuri kwenye exchange position. Kitu ambacho kinapelekea kidogo kutengeneza ile kuwa unmarked ya safu ya ulinzi, yani kwamba wao wanajua tu fulani yuko eneo gani, fulani yuko eneo gani. Kwa kuna ile namna ambavyo mnakuwa mna switch, mnakuwa mnaisababisha safu ya ulinzi yani kuwa na maswali kwamba sijui sasa hivi fulani atakuwa ameenda eneo gani. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo sometimes ni nzuri ile tunasema position fluidity, kwa sababu huwa inasaidia pia kuwazuia wale fullbacks. Yani unawazuia kwa maana ya anachagua akipanda ndio akienda mkapiga cross. Sasa sababu Giri Mugisha ni mzuri kwenye counter attack, ndio nilikuwa kuja kuelezea speed yake. Kumbuka Giri Mugisha yupo kwenye katikati ya uwanja. Kwa hiyo huo upande wako ambao umeacha gap kule, akiushika mpira goodbye. Kwa hiyo you must know kwamba ni heli tu nitulie huku. Kwa kama ukitulia kwenye mpira sasa hivi umeshapunguza idadi ya wachezaji kwenye eneo la kushambulia. Sio, unaelewa vizuri? Kwa sometimes unaweza kaja ukao unaangalia afu ndo unakuja kulia receive, kumbe mchezaji mmoja ndo amesababisha hii timu pinzani kuwa na idadi ndogo ya wachezaji kwenye kushambulia kwa sababu ya kumzuia huyu fullback ambaye pengine angepanda akaongeza idadi nyingi ya wachezaji kwenye eneo la kushambulia. Eneo la kushambulia. Sasa nimezungumzia tena issue nyingine hapa Giri Mugisha, nimekuja nimejumlisha kwa ndani. Ni issue ya nzuri sana kwenye counter attack. Jana tuliiona Yanga ambayo ilifunga goli kupitia counter attack kwa Duex ambaye mpaka anafunga lile goli kuna video moja nilitazama hivi, yani alikuwa anapumua. Yani ni kama viungo vilifika sehemu vikasema bro we are tired please. Let us rest kwanza, lakini jamaa akaona ni ngoja tu aimalize. Yani nilichokipenda kwa Duke kwenye ile moment namna ambavyo alisprint. Sasa unajua kusprint au kuaccelerate. So hichi sio kitu ambacho kila mchezaji anaweza akakifanya uwanjani. Sawa? Na kusprint na kuaccelerate ni ngumu sana kufanya wakati ambao mnaenda kushambulia kutokana na spaces zinakuwa ndogo sana. So watu wanakuwa wanajilinda kwa wanakuwa wengi kwenye eneo lao la kujilinda. Kwa hiyo spaces zinakuwa ndogo. Ila kwenye counter attack lazima uwe na wachezaji ambao wanaweza kusprint na kuaccelerate. Kwa maana kusprint tunazungumzia ile kukimbia katika kasi ya mwisho kabisa, yani, right? Na kuaccelerate ni ile kuongeza kasi kadri ambavyo unakuwa unakimbia mnapokuwa mnaenda kuizi attack space. Kwa hiyo sometimes you need to have players ambao wako talented kwenye hizo vitu viwili. Kwamba wanaweza wakasprint wakaaccelerate sawa vizuri. Mfano kama Giri Mugisha kishampigia pasi kama ile ambayo ilipigwa na Mudathiri ya kwenda kwa Duex. Nadhani pengine hata wale wachezaji ambao walikuja kumpressurize Duex wasingeweza kumfikia kama angelikuwa ni Giri Mugisha. We all know that kwamba jamaa angeweza kufanikiwa kufunga goli. Kwa hiyo sometimes you need to have that players, yani wachezaji wenye talent ya namna hiyo kwamba kwenye counter attack they are very dangerous. Na hiyo ni nzuri sana kwa sababu tofauti na kwamba unaweza kukutana na timu ambazo ni wazuri kukuzidi wewe, lakini pia unakuwa umewatengenezea caution kwao kwamba hata kama mnatushambulia sana si labda tunajilinda sana, lakini you must be very careful kwenye rest defense yenu, kwa sababu kama mtadelay tu kidogo na kuona kama mnaweza mkatuattack wote hadi center back wenu akacheza katika eneo la katikati, jueni tu kuna hatari ambayo tunaweza tukaileta kwa upande wenu kutokana na mchezaji ambaye tunakuwa naye
kwenye counter attack. Nadhani Atletico Madrid unaweza kama mfano mzuri chini ya Julian Alvarez ambaye kwa sasa hivi anataka kuondoka Atletico Madrid. Yeah. Kwa hiyo hapo nadhani tutakuwa tumeelewa vizuri, lakini kingine ni kwamba Young Africans wana wachezaji ambao wanaweza wakacheza 1v1. Kyodo Pagome Zuzwa, Maxence Zengeli sio sana lakini pia ni mzuri kwenye 1v1. Yeah. Sometimes kuna muda pia game huwa inamkataa. Lakini pia mchezaji mwingine anacheza katika eneo hilo nani? Clement Mzize. Okello naye anatokea pembeni. Yes, Okello naye pia ni mzuri, lakini pia hata kimweka Girimugisha ni moja ya kitu ambacho naye huwa anaweza akakiofa kwamba ni mzuri pia kwenye kucheza kwenye 1v1, ila ni mzuri zaidi kwenye pointi ambayo nimekwambia ya kusprint pamoja na kuaccelerate. Ni moja ya pointi nzuri sana ambayo unaweza kaitumia kwa unampata mchezaji kama huyo. Kwa hiyo ina depend tu na kama interest zake zinaweza zikazi zinavutiwa na Young Africans. Hata hiyo ni bilioni 800 akishasema bwana mimi naomba niondoke, so timu inamsikiliza tu. Mna terminate mkataba. Yes. Anaenda kwenye klabu ambayo France. Kwa kumalizia na kwa ufupi zaidi kwa sababu hapa tayari nishapewa ishara. Tunaelewa tena tunafanya kazi ndani ya muda. Girimugisha kitu ambacho atakiongeza just summarizing yake tu utapoint yani kumention tu, kwa sababu tushamuelezea sana hapo endapo atafanikiwa kujiunga na timu ya Yanga kiuchezaji, kitu gani ambacho kitakwenda kuongezeka ndani ya timu. Tugusia hapo kwa ufupi zaidi. Lakini kitu kingine ambacho natamani pia tulitazama Yanga kwenye madirisha yaliyopita hivi karibuni, wamekuwa kiingiza kundi kubwa la wachezaji, wengi wanashindwa kuingia kwenye mfumo moja kwa moja, wanatolewa. Unaelewa? Dirisha kubwa lijalo, vitu gani ambavyo wanapaswa kuzingatia? Mimi nikitazama ninaona ni bora tusajili watu wachache ila wenye ubora mkubwa ambao tunaamini hawa wanakuja kuendana na philosophy ya timu yetu. Kwa ufupi sana Florence. Kwanza nimeshamuelezea Girimugisha nini ambacho anaenda kuongeza kwenye klabu ya Africans. Ndio maana nataka tu highlight bwana, labda kwenye kikubwa ambacho anaenda kuongezea kwa sababu ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la wingback na ni eneo ambalo kuna wachezaji wengine ambao wanacheza. Though this season mtu kama Pacome hatujamuona katika ule ubora wake wa moja kwa moja katika kila mechi ambayo inacheza na yeye iko mbele ya Young Africans, sababu pia majeraha ambayo labda amekuwa kuna namna, so sometimes unamuona kama mchezaji ambaye anacheza kwa tahadhari uwanjani. Sasa msikiza alikama anasema hata mechi dhidi ya JKT alicheza akiwa na jeraha. I was really surprised. Kwa hiyo ukirudi kwa Girimugisha, kwanza anaenda kuongeza ukubwa wa kikosi kwa maana ya tunasema squad depth, kwamba ni mchezaji ambaye anaenda kuongeza idadi bora ya wachezaji ambao Young Africans watakuwa nayo. Lakini ubora wake ni upi mmoja wapo uwanjani ndio huo ambao tumeweza kuzungumza. Kwa maana ya mchezaji ambaye ni mzuri kwenye kuaccelerate pamoja na kusprint uwanjani, kitu ambacho kikitazama kwa Young Africans pengine labda ambaye angekuwa na uwezo wa kufanya kwa sasa hivi ni Clement Mzize ambaye yupo kwenye majeraha, na yeye hatuwezi tukaexpect kwamba atatoka kwenye majeraha so atakuja moja kwa moja na kuingia kwenye kikosi na kuanza kufanya vizuri. Kuna kutoka kwenye majeraha, kuna kujiuliza kwingi, kuna kupata confidence na kucheza katika ubora ambao unahitajika. Mfano kama ilivyotokea kwa Kwasi Atoula, mpaka amejiuliza kwingi, baadaye amerudi kwenye ubora wake. Kwa sasa hivi ndio huyu ambaye tunamtazama Kwasi. Kwa hiyo hatuwezi kuexpect mchezaji ambaye tayari alishakuwa na majeraha kwamba atafika moja kwa moja na kuinyoosha njia, lakini tunaamini kutokana na ubora ambao tunaufahamu kutoka kwake. Wakati ambao anajiuliza, wakati ambao anaanza kuregain zile match fitness, ndio wakati ambao kunakuwa na mchezaji mwingine ambaye anaweza akaofa zaidi ya kile ambacho yeye pengine angekuwa anakiofa. Lakini ukija kwenye swali ambalo umeuliza, sajili wachezaji wengi wanashindwa kuingia kwenye mfumo. Kwanza hapo umenielewa vizuri. Yaani nadhani Yanga wamejifunza. Yani wamejifunza for the last 2 season. Watakuwa wamejifunza kitu kikubwa na wapi ambako pamewafelisha. Mimi naamini kitu kimoja Aloizi. Yaani unaposhindwa jambo ukikaa chini hivi uka-highlight nini kimesababisha umeshindwa, tayari umeshaanza kusolve lile tatizo. Yaani watu nasema hivi, baada ya kupata tatizo ukakaa chini ukaliandika lile tatizo, ukaanza ku-break down, kama sababu wataalamu wengine huwa wanaamini njia sahihi ya kutatua tatizo ku-break down, kulivunja. Basi pale tayari umeshaanza kulitatua tatizo. Kwa hata Young Africans kutokana na viongozi walionao, naamini wana watu ambao wanaweza wakakaa chini, kama waliweza kukaa chini kuangalia mwenendo wa timu yao na kuona kocha aliyopo kuna namna anatoka nje ya falsafa. Kwa nini watashindaje kukaa chini kujua nini ambacho kimetusababisha tukakosa wachezaji bora msimu uliotoka kumalizika na kupelekea kustruggle kwenye baadhi ya
moments. Bana, ndivyo ambavyo anamaliza Florence Renatus kumwangazia mchezaji anayetajwa endapo msimu huu mambo yataenda vizuri, basi anaweza kujiunga na klabu ya Yanga. Anaitwa Jean-Claude Girumugisha, nyota wa Al Hilal Omdurman, ambaye amekuwa akihusishwa kujiunga na klabu ya Yanga kuanzia msimu uliopita, na hata msimu huu tayari tetesi zipo za yeye kujiunga ndani ya klabu ya Yanga. Kubwa zaidi ni kusubiri na kuona, je, hilo litafanikiwa dirisha kubwa linalokuja au tena itashindikana ndani ya klabu ya Yanga, japo dalili ni njema zaidi kwamba Girumugisha msimu ujao anaweza kavaa jezi ya njano na kijani. Mimi ni Alois Sagara, nilikuwa na Florence Renatus nyuma kamera. Ni Mr. Harfa, tukutane tena wakati mwingine ndani ya Data Sports. Bye bye.